Rais wa Marekani Donald Trump amesema ataidhinisha mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Iran kuanzia wiki ijayo, yakilenga miundombinu muhimu ya taifa hilo ikiwemo madaraja na mitambo ya kuzalisha umeme iwapo Tehran haitakubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo na Marekani. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha Fox News jana Julai 14 mwaka 2026, Trump alisema mashambulizi ya Marekani yataendelea kuongezeka kila siku, huku akisisitiza kuwa hatua kali zaidi zitafanyika wiki ijayo ikiwa Iran itaendelea kukataa kufanya mazungumzo. Tutawapiga kwa nguvu sana usiku wa leo. Tutawapiga kwa nguvu sana kesho usiku. Tutawapiga kwa nguvu sana usiku unaofuata. Halafu wiki ijayo mambo yatakuwa mabaya zaidi kwao, kwa sababu tutaanza kushambulia mitambo ya umeme na madaraja yao. Tutaharibu mitambo yao yote ya umeme na madaraja yao yote isipokuwa wakubali kuja mezani kujadiliana, alisema Trump. Aidha, Trump alisema kuwa miundombinu ya sekta ya nishati ya Iran bado haijawa lengo kuu kwa sasa, lakini akaonya kuwa inaweza kushambuliwa baadaye ikiwa Iran itaendelea kupinga masharti ya Marekani. Nitahifadhi malengo ya nishati kwa hatua za mwisho, lakini mwishowe tutashambulia pia, aliongeza. Kauli hizo zinaashiria ongezeko kubwa la vitisho vya kijeshi kutoka Washington dhidi ya Tehran, wakati vita kati ya pande hizo mbili vinaendelea kuingia katika hatua mpya yenye hatari zaidi. Hata hivyo, Trump amewahi mara kadhaa kutishia kushambulia sekta ya nishati ya Iran, lakini baadaye hakutekeleza vitisho hivyo. Ripoti mbalimbali zinaeleza kwa sababu mojawapo ni hofu kwamba kuharibu kabisa sekta ya nishati ya Iran kunaweza kulisukuma taifa hilo kuanguka na kuwa dola lililoshindwa kujitawala, jambo ambalo Marekani inadaiwa kutotaka litokee kutokana na athari zake kwa usalama wa Mashariki ya Kati na soko la dunia. Katika mahojiano, Trump alitaja malengo makuu ya operesheni ya Marekani dhidi ya Iran ni kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, kuhakikisha mlango wa bahari Hormuz unabaki wazi kwa usafirishaji wa mafuta na biashara kimataifa, pamoja na kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran. Alipoulizwa kama malengo hayo yanaweza kufikiwa kwa kutumia mashambulizi ya anga pekee, Trump alidai kwamba Marekani tayari imefanikiwa kufikia malengo yake kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, madai hayo yanapingwa na ukweli kwamba Iran bado inamiliki akiba ya uranium iliyoboreshwa kwa kiwango cha juu, huku shughuli za usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz zikibaki chini sana kuliko zilivyokuwa kabla ya vita. Kuhusu hali ya Hormuz, Trump alisema njia hiyo ya baharini iko wazi kwa yeyote anayetaka kupita. Iko wazi kama watu wanataka kupita, alisema Trump. Trump pia alipunguza uzito wa swala la akiba ya uranium iliyoboreshwa ya Iran, akisema Marekani inaendelea kufuatilia kwa karibu shughuli zote zinazofanyika katika maeneo ya nyuklia ya Iran kupitia upelelezi na mifumo ya uangalizi. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Marekani kushambulia kituo cha nyuklia kilichojengwa chini ya ardhi katika mlima wa Picasa, Trump alisema hakuna anayejua kwa undani kuhusu eneo hilo, lakini akasema kuwa Marekani inalifuatilia kwa karibu na inaweza kulishambulia wakati wowote ikiwa itaona kuna ulazima. Hakuna anayejua kuhusu Picasa, lakini tunalifuatilia pia na tunaweza kuchukua hatua ikiwa itahitajika, alisema. Kauli za Trump zimeongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya miundombinu ya Iran katika siku zijazo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kushambuliwa kwa mitambo ya umeme, madaraja na miundombinu ya nishati kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa uchumi wa dunia, huduma za msingi kwa raia, na kuongeza hatari ya vita hivyo kuenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito kwa pande zote kurejea kwenye diplomasia ili kuzuia mzozo huo kugeuka kuwa vita vya kikanda vyenye athari kubwa zaidi duniani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.